Unafahamu kwamba Mungu akitaka kukubariki kwa ukubwa, huwa anatanguliza dalili? Na hiki ndicho kitu ambacho watu wengi wanashindwa kukifahamu. Wanachanganyikiwa na kufikiri maombi yao hayajibiwi. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anawaandaa kwa ajili ya jambo kubwa. Usiogope. Kama umekuwa ukitaraji jambo kubwa kwenye maisha, huu ujumbe ni kwa ajili yako. Weka umakini mkubwa kwenye video hii, kwa sababu kama utaona dalili hizi kwenye maisha yako, tambua kuwa Mungu anakuandaa kwa ajili ya jambo kubwa. Mkumbuke Yusufu kwenye Biblia. Alikuwa na ndoto kubwa, ila kabla hazijathibitika, maisha yake yalionekana kama yameharibika. Aliuzwa Misri kama mtumwa. Alisingiziwa kubaka. Akatupwa gerezani. Hakuna kilichoonekana kwake kama baraka. Lakini yote hayo yalikuwa maandalizi. Mungu alikuwa anamwandaa kuwa mtu mkubwa, hata kama ilikuwa haionekani. Na hivyo ndivyo itakavyotokea kwako. Kabla ya baraka kubwa, utapita kipindi cha majaribio, maandalizi, na mambo usiyotarajia kwenye maisha yako. Sasa tuanze kuangalia dalili zinazoashiria Mungu anataka kukupa kitu kikubwa kwenye maisha yako. Namba 1. Changamoto zinaongezeka. Kabla ya ushindi, vita hutangulia. Hivyo ukiona unapitia magumu, upinzani, au kurudishwa nyuma kwenye maisha yako, inawezekana ni dalili kuwa adui anajaribu kuzuia kile Mungu alichopanga kukiachilia kwenye maisha yako. Ila usiogope, kwa sababu kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 3 kinatukumbusha kwamba, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Hivyo badala ya kuona vikwazo unavyopitia kama dalili ya kushindwa, anza kuona kama ni daraja kwa ajili ya mambo makubwa. Namba 2. Utaanza kupoteza watu uliodhani watadumu na wewe daima. Wakati mwingine, kabla ya Mungu kukubariki, kuna watu anawaondoa kwenye maisha yako. Inaweza kukuumiza, ila ni muhimu. Sio kila mtu atafika na wewe mahali Mungu alipokukusudia ufike. Hivyo Mungu anakutenga nao ili kukulinda. Kama mahusiano yako yanafika mwisho, milango inaonekana kufika mwisho, au unahisi umetengwa, usihuzunike. Yesu mwenyewe mara nyingi alijitenga na kuwa peke yake kabla ya kuchukua hatua kubwa kwenye huduma yake. Inawezekana Mungu anakusudia uwe peke yako ili kukuandaa katika hatua inayofuata. Namba 3. Utaona unakosa utulivu. Utaanza kuhisi kuna mabadiliko, lakini huwezi kuelezea. Nafsi yako inaona mabadiliko yanakuja. Utaanza kupoteza hamu ya vitu ambavyo mwanzo ulikuwa unavipenda. Utaanza kupata shauku ya kuomba zaidi, kumtafuta Mungu zaidi, au kuzama kwenye imani zaidi. Huyu ni Mungu anakuandaa kwa ajili ya jambo jipya. Isaya 43:19 inasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Ukianza kuona haya mabadiliko, zama ndani yake. Namba 4. Utahisi Mungu yupo kimya. Hii inaweza kukuogopesha. Unasali, unaabudu, unamtafuta Mungu, ila unachokisikia ni ukimya. Na ndani ya huo ukimya, wasiwasi unaingia. Ila kumbuka, mwalimu mara zote hukaa kimya wakati wa mtihani. Mungu akitaka kukuinua, anapima kwanza imani yako kwake. Je, utaendelea kumwamini hata kama umsikii? Yesu mwenyewe aliwahi kukutana na hali kama hii. Alipokuwa bustanini, alilia, lakini mbingu zilikuwa kimya. Ila ukimya huo haukumaanisha kukataliwa.
yalikuwa ni maandalizi ya kazi kubwa iliyokuwa mbele yake. Namba 5. Utaona milango usiyotarajia ikianza kukufungukia. Fursa ambazo hata ukuziomba zinaanza kujitokeza. Upendeleo unaanza kukufuata. Mambo yanaanza kujipanga kwa jinsi ambavyo hukutarajia. Hii ni dalili kuwa mipango ya Mungu inaanza kudhihirika. Mithali 3:5-6 inatukumbusha kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mungu akiwa kiongozi wako, huhitaji kulazimisha mambo. Yatakaa kwenye mstari yenyewe. Namba 6. Utaanza kupata shauku ya kuomba na kufunga. Hujui ni kwa nini, ila utaanza kuhisi unahitaji kuomba zaidi, kufunga zaidi na kutafakari zaidi. Huyu ni Mungu anakuandaa kwa ajili ya kukuinua. Baraka kubwa zinahitaji maandalizi makubwa, na ndiyo njia pekee ya kukuimarisha kiroho chako. Kabla ya Yesu kuianza huduma yake, alifunga siku 40. Na kabla ya Esta kuliokoa taifa, alifunga siku 3. Kufunga si kafara peke yake, ni maandalizi. Mungu akikuvuta karibu yake, ni kwa sababu anataka kuachilia jambo kubwa kwako. Namba 7. Utaanza kuota ndoto na kuona maono. Utaanza kuota ndoto za kushangaza. Utaanza kushtuka usingizini katikati ya usiku. Utaanza kuona maono. Utaanza kuhisi vitu kabla havijatokea. Usipuuze. Mungu mara nyingi huzungumza katika ndoto. Yoeli 2:28 inasema, hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu, waume kwa wake, watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Mungu akitaka kufanya jambo katika ulimwengu wa mwili, anakithibitisha kwanza katika ulimwengu wa roho. Hivyo kuwa makini. Nafsi yako inayatambua mambo ambayo ufahamu wa kimwili haujayafahamu bado. Namba 8. Utaanza kuona wepesi wa kuachilia vitu au mambo uliyong'ang'ania hapo awali. Hilo wazo la kibiashara, huo urafiki, hayo mahusiano, huo ukawaida, utaanza kuona wepesi wa kuachilia. Haimaanishi unaacha, inamaanisha unajisalimisha. Kwa sababu wakati mwingine Mungu akuvushe hatua inayofuata kabla hujakubali kuyaachilia unayong'ang'ania au kuyashikilia sasa. Mkumbuke Isaka juu ya madhabahu. Ibrahimu alikubali kuchukua hatua ya kumtoa sadaka mtoto wake wa pekee, tena wa ahadi, kabla ya Mungu kumzidisha zaidi. Ukiitwa kutoa au kuachilia, ni kwa sababu Mungu anataka kukuzidisha zaidi. Namba 9. Utaanza kuhisi amani katikati ya magumu. Katikati ya magumu, utahisi amani. Amani ambayo ileti maana kufikirika. Na huko si kubahatisha, ni uhakikisho. Wafilipi 4:7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani ya Mungu ni uthibitisho wa mwisho kabla ya muujiza. Hivyo unapoona unahisi amani katikati ya magumu unayopitia, tambua Mungu yupo karibu na ushindi wako upo karibu. Hivyo unapohisi ugumu, hali ya kuchanganyikiwa, au kama vile unatembea kwenye moto, kumbuka jambo hili: Mungu hutumia moto kutakasa na si kuangamiza. Majaribu si adhabu, ni kuwekwa kwenye nafasi. Haucheleweshwi, unaandaliwa. Na wakati sahihi ukifika, Mungu atakushangaza kwa baraka zake. Ukiona dalili hizi, usiogope. Inamaanisha unakaribia kupokea muujiza mkubwa. Dumu katika imani, dumu katika matarajio,
Mungu yupo kazini, hata kama umuoni. Unamwomba Mungu azungumze, ila umewahi kujiuliza nini kinazuia sauti yake? Si kwa sababu yupo kimya, ni kwa sababu roho yako imesongwa kiasi cha kutokumsikia. Ukweli ni huu: waaminio wengi wanatamani kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi, huku wameshikilia tabia zinazozuia sauti kutoka mbinguni. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha tabia 6 unazopaswa kuacha ili kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Na kama umekuwa usikii sauti ya Mungu, inawezekana hizi tabia ndio sababu. Hivyo ziache mara moja. Namba 1, kukosa utulivu. Adui hahitaji kukuharibu kama ana uwezo kukufanya ukose utulivu. Kila kuperuzi, kila notification kwenye simu yako, kila kupoteza muda mitandaoni ni maalum kwa ajili ya kudhoofisha roho yako, kushughulisha ufahamu wako na kuinyima nafsi yako utulivu. Unasema, siisikii tena sauti ya Mungu. Lakini utaweza vipi ikiwa umakini wako umegawanyika? Eliya alimsikia Mungu, si kwenye kelele, si kwenye moto, si kwenye tetemeko la nchi, bali kwenye sauti ndogo ya utulivu. Wafalme wa Kwanza 19:12. Na utulivu huwezi kuupata kwenye mwendo usioisha. Ukweli ni huu: kukosa utulivu imekuwa ni moja ya silaha adui anapenda sana kuitumia, kwa sababu haionekani kama ni mbaya, inaonekana kama ni kawaida. Lakini kila wakati unapoulisha ufahamu wako kwa kelele, ndio wakati unaonyamazisha sauti kutoka mbinguni. Kama kweli unataka kusikia sauti ya Mungu, unapaswa kutenga muda wa kutulia. Unapaswa kujitenga na ulimwengu ili kuingia katika uwepo wake. Namba 2, kuzungumza zaidi kuliko kusikiliza. Watu wengi wanasali ili kusikika na si ili kusikiliza. Tunasema maneno yetu, hofu zetu, mahitaji yetu, na tunayaita maombi. Lakini maombi ya kweli ni mazungumzo na si kuongea peke yako. Tunazungumza hadi mioyo inapobaki mitupu, na hatukai vya kutosha ili kumruhusu Mungu aijaze. Hii ndio sababu wengi huondoka kwenye maombi bila mabadiliko, kwa sababu wamezungumza pasipo kusikiliza. Mungu hashawishiwi na maombi marefu, bali hujidhihirisha kwa mioyo inayonyenyekea. Zaburi 46:10 inasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Utulivu sio udhaifu, ni uchaji. Na ndivyo jinsi nafsi yako inavyojifunza kuitambua sauti yake. Wakati mwingine sababu inayokufanya usiisikie sauti ya Mungu ni kwa sababu humpi nafasi ya kuzungumza. Hivyo wakati mwingine unaposali, zungumza kidogo, sikiliza zaidi. Kwa sababu majibu ambayo umekuwa ukiyasubiri kwa muda mrefu yanaweza kuja kupitia utulivu ambao umekuwa ukiuepuka. Namba 3, kupuuza dhamira ya ndani. Kila wakati Mungu anapozungumza, si kwa ajili ya faraja peke yake. Wakati mwingine ni kwa ajili ya maonyo. Na watu wengi hudhani dhamira ni hukumu. Sikiliza. Mungu hatumii dhamira ili kukuweka mbali, bali ni ili kukuvuta karibu naye. Roho Mtakatifu huzungumza ndani yako. Utamsikia akikunong'oneza kuacha kuperuzi kupitiliza, kuacha kuongea vibaya, au pale unapoamua kufuata fikra zako badala ya zake. Lakini tunayaita haya mawazo na tunayapuuza. Tunapuuza dhamira kwa kujipa matumaini kuwa kila mtu anafanya hivi, au Mungu anafahamu moyo wangu. Na kadri unavyozidi kupuuza, ndivyo jinsi sauti yake inavyokuwa ngumu kuitambua. Si kwa sababu ameacha kuzungumza, bali ni kwa sababu umeacha kuchukua hatua. Na hivyo ndivyo uziwi wa kiroho unavyoanza. Si kwa sababu ya uasi, bali ni kwa sababu ya upuuziaji.
Yohana 10:27 inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kumsikia Mungu si kuitambua sauti yake, bali ni kutii maongozi yake. Kadri unavyotii msukumo mdogo, ndivyo jinsi unavyozidi kuisikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Utii unaimarisha usikivu wako, lakini kupinga kunafifisha. Na ukiendelea kupuuza dhamira yako ya ndani, utajikuta unachanganya hisia zako na sauti ya Mungu. Namba 4, kung'ang'ania kutokusamehe. Huwezi kusikia sauti ya Mungu huku ukiwa umeshikilia chuki moyoni mwako. Uchungu ulemea roho. Inageuza maombi yako kuwa mwangwi unaodunda kwenye kuta ulizozijenga kwa chuki. Utaendelea kuomba kusikia sauti ya Mungu, ila sauti yake haiwezi kuja ukiwa na kinyongo moyoni mwako. Kusamehe si kwa ajili ya kuachilia wengine, ni kwa ajili ya kusafisha njia kati yako wewe na mbingu. Yesu alisema kwenye Marko 11:25, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Hii inamaanisha kutokusamehe hakuumizi tu mahusiano yako, inazuia mawasiliano yako na Mungu. Ukweli ni huu: huwezi kubeba ufunuo na kinyongo ndani ya moyo mmoja. Kimoja kinapaswa kuondoka, na utakapoamua kuachilia walichokufanyia, utagundua si sauti zao zenye umuhimu, bali sauti ya Mungu. Namba 5, kuishi katika uasi na kutotii. Huwezi kutembea kinyume na mpango wa Mungu huku ukitegemea kuisikia sauti yake kwa uwazi. Kutotii hakukutengi tu na Mungu, inabadilisha jinsi unavyomwona, kwa sababu uasi huzaa mkanganyiko. Unapoamua kufuata makusudi yako badala ya yake, mzunguko wako wa kiroho hubadilika, na baada ya muda dhamira yako inakufa. Unaanza kuona kama maandiko hayana uzito, na utaanza kujiuliza, kwa nini sihisi uwepo wa Mungu kama zamani? Waraka wa kwanza wa Samueli 15:22 inasema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Unaweza ukafunga, ukasali, ukaabudu kwa masaa, lakini kama unaishi katika uasi, kelele za dhambi zitazima sauti ya kweli. Mungu habariki utii kidogo, anabariki unyenyekevu. Kadri unavyonyenyekea, ndivyo jinsi unavyoisikia sauti yake zaidi, kwa sababu uwazi ni matokeo ya utii na si faraja. Namba 6, kupuuzia neno. Huwezi kuitambua sauti ya Mungu kama hujawahi kuijifunza sauti yake. Watu wengi wanasema Mungu hazungumzi, huku Biblia zao hazijaguswa kwa wiki nyingi. Lakini ukweli ni huu: Mungu ameshazungumza, na maneno yake yanasikika kwenye kila kurasa. Kila mstari ni mawimbi ya mbinguni, na jinsi unavyotumia muda mwingi kusoma maandiko, ndivyo jinsi unavyokuwa na uelewa mpana wa lugha ya rohoni. Na hii ndio sababu kuna watu wanamsikia vema, si kwa sababu wana upako zaidi, bali ni kwa sababu wameyazoesha masikio yao kupitia neno lake. Unapopuuzia maandiko, taratibu unaanza kuipoteza lugha ya rohoni. Hivyo Mungu anapozungumza, huwezi kutambua kama ni yeye au hisia zako au matamanio yako. Zaburi 119:105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ikiwa na maana kwamba kama njia yako ina giza, si kwa sababu Mungu ameacha kuongoza, bali ni kwa sababu umeacha kuwasha taa. Kupuuzia maandiko ni kama vile kuulizia njia huku hutaki kufungua ramani.
Kama unataka kumsikia Mungu kwa uwazi, rudi kwenye kile ambacho ameshakisema tayari, kwa sababu kadri neno lake linavyoishi ndani yako ndivyo jinsi sauti yake inavyozidi kusikika kwa uwazi zaidi. Kuna sababu kwa nini adui anaendelea kushambulia ufahamu wako, amani yako, familia yako. Ni kwa sababu umesahau maandiko yanayoharibu nguvu zake. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha maandiko 5 kutoka kwenye Biblia ambayo adui anayachukia zaidi. Yatumie ili kumnyamazisha. Namba 1. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Andiko la kwanza shetani analichukia ni Luka 10:19, kwa sababu linafunua uongo wake mkubwa kwamba bado ana nguvu juu yako. Ukweli ni huu: Yesu tayari alikwisha mnyang'anya nguvu. Huu mstari sio tu kwa ajili ya kukukumbusha, ni uthibitisho wa utawala. Inamwambia kila shetani, kila mawazo mabaya, kila hofu, hunimiliki. Unapotamka andiko hili kwa sauti na kwa kumaanisha, hauombi ulinzi, unalazimisha ushindi ambao tayari ni wako. Adui hupata nguvu kwa hofu na usahaulifu, lakini kila wakati unapotamka andiko hili, unaikumbusha kuzimu kuwa unatambua wewe ni nani na unafahamu mamlaka ulionayo. Namba 2. Isaya 54:17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hili neno shetani analichukia kwa sababu linaharibu mashambulizi yake kabla hata hayajaanza. Kila mipango, kila minong'ono, kila mtego anaoweka, andiko hili linafunua yote kuwa si kitu. Isaya 54:17 haisemi kwamba silaha hazitatengenezwa, inasema hazitafanikiwa. Mashambulizi yatakuja. Utakutana na usaliti, hasara, au vita vya kiroho ambavyo vinaonekana havina mwisho. Lakini andiko hili linakukumbusha kwamba vyote hivyo vitafanikiwa kwa mtu ambaye tayari ana ulinzi wa Mungu. Haupigani ili kushinda, unapigana kutokea kwenye ushindi. Unapolitamka andiko hili, haufanyi shairi, unaweka mpaka katika ulimwengu wa roho. Unathibitisha kuwa hakuna laana, hakuna uchawi, na hakuna shetani yeyote anayeweza kubadilisha kile Mungu alichosema kuhusu maisha yako. Hivyo, maisha yanapokuwa magumu, tamka andiko hili kwa sauti, si kwa ajili ya kujilinda, bali kama unabii. Kwa sababu kila wakati unapolitamka, kuzimu inakumbushwa kuwa hatima yako haigusiki. Namba 3. Yakobo 4:7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Huu mstari unamwogopesha adui, kwa sababu inafunua jinsi asivyo na nguvu ikiwa utatembea katika unyenyekevu. Sikiliza, shetani hawezi kumharibu mtu aliyejitoa kikamilifu kwa Mungu. Chakula chake ni majivuno, maafikiano na uhuru. Pale unapodhani umhitaji Mungu, ndipo shetani huingia. Watu wengi wanajaribu kushindana na vishawishi kwa nguvu zao wao binafsi, lakini utawala hauji kwa juhudi, unakuja kwa mpangilio. Nafsi yako inapokuwa pamoja na Mungu, shetani abishani, anakimbia. Haondoki kwa kushindwa, anaondoka kwa hofu, kwa sababu utii wako umekuwa silaha yako. Hivyo, wakati mwingine unapohisi mashambulizi, usiwe na wasiwasi. Jisalimishe kwa Mungu. Sema, Mungu, mimi ni wako. Na kisha simama imara.
Hapo ndipo upinzani unapogeuka kuwa ushindi. Namba 4. Waraka wa pili wa Timotheo 1:7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Shetani anachukia ile andiko kwa sababu linaharibu silaha yake pendwa, hofu. Adui hutumia hofu kuwadhoofisha waaminio. Atakunong'oneza uongo unaokufanya uwe na wasiwasi na ahadi za Mungu. Ujiulize kuhusu thamani yako na ufikirie sana kuhusu wito wako. Lakini waraka wa pili wa Timotheo 1:7 inakukumbusha kuwa hofu sio urithi, bali nguvu ndio urithi. Unapohisi mashaka, sema andiko hili kwa sauti. Hauombi ujasiri, unafungulia ambacho tayari kipo ndani yako. Mungu hajakupa faraja pekee, amekupa utawala, utulivu wa akili, moyo wa upendo na nguvu isiyoyumbishwa. Na pindi unapotambua ukweli huu, adui anapoteza nguvu kwenye mawazo yako. Hofu haikai mahali imani inapozungumza. Na hii ndio sababu andiko hili ni hatari sana kwa kuzimu. Kwa sababu kila unapokumbuka wewe ni nani katika Kristo, giza linapoteza sauti yake. Namba 5. Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Huu ni mstari unaomfanya shetani atetemeke, kwa sababu unamkumbusha wakati aliposhindwa. Ufunuo 12:11 sio tu mstari wa ushindi, ni hadithi nzima ya ukombozi ndani ya andiko moja. Hukushinda kwa sababu wewe ni imara. Ulishinda kwa sababu Yesu tayari alimwaga damu yake kwa sababu hiyo. Damu ya mwanakondoo inaharibu kila tuhuma, kila laana na kila aibu anayojaribu kukutupia. Na kuna kingine kwenye andiko hili shetani anakiogopa: ushuhuda wako. Kwa sababu kila wakati unaposhuhudia Mungu aliyokutendea, unafunua hadharani kushindwa kwa adui, ili kila mtu aone. Anataka ukimya, lakini ushuhuda wako ni silaha. Sauti ile ile shetani aliyojaribu kuiaibisha, Mungu sasa anaitumia kutikisa kuzimu. Hivyo, usifiche yaliyopita, usijizuie kushuhudia. Ni uthibitisho kwamba hata pale adui anapodhani ameshinda, hajashinda. Shetani haogopi kuhudhuria kwako kanisani. Anamwogopa mtu anayetambua nafasi yake, anayelizungumza neno, anayeliishi neno na anayeliamini neno. Maandiko haya 5 si mistari tu, ni silaha. Unapoitumia, haujilindi tu peke yake, unatangaza vita. Hivyo usisikilize tu, yazungumze kwenye fahamu zako, nyumbani kwako, kwenye hatima yako. Kwa sababu neno linapokuwa kinywani mwako, adui anapoteza sauti yake. Si kila mtu aliye kwenye maisha yako ametumwa na Mungu. Na kuna watu unaowasaidia wanaozuia baraka zako. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha aina 7 za watu ambao hupaswi kuwasaidia. Namba 1. Asiyetaka kubadilika. Usimsaidie mtu ambaye hataki kubadilika. Kama hataki kuziacha njia zake mbaya, msaada wako hauwezi kumbadilisha, bali unamfanya azidi kuwa na moyo mgumu zaidi. Ni kama vile kutengeneza ngazi kwa ajili ya mtu ambaye hana nia ya kuipanda. Mtu wa aina hii hataki uhuru, bali anataka ukawaida. Mithali 26:11 inasema, kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanye upumbavu tena. Na huo si tu kwamba ni ukali wa maneno, bali ni ukweli. Mungu anakutaka uchunguze matendo,
na si kuwa na utu peke yake. Kama waliipata kweli, neema na nafasi ya kukua, ila bado wakachagua uasi, usiendelee kuwasaidia, bali rudi nyuma. Kwa sababu wakati mwingine maumivu ndio njia pekee ya kumfanya mtu achukue hatua. Na kuwasaidia kwako mara kwa mara kuna wazuia wasiamke. Kuna tofauti kati ya kumsaidia mtu na kumzuia asijifunze maisha. Namba 2, anayekulazimisha kumsaidia. Kuna watu hawahitaji msaada, wanahitaji utawala. Na usipokuwa makini, matatizo yao yatakugeuza kuwa mtumwa wa kuwasaidia. Hawa ni watu ambao wanaochukulia wema wako kama vile ni wajibu. Watakufanya ujisikie vibaya. Watakufanya ujione umepoteza akili. Watakufanya uone kama kusema hapana ni upagani. Sikiliza. Hila zao si huduma. Yesu mwenyewe kuruhusu kutawaliwa na hisia za watu au matarajio ya watu. Tunaona kwenye kisa kilichoandikwa kwenye kitabu cha Luka 4. Pale watu walipotaka kumzuia Yesu asiondoke ili wamdhuru, aliondoka katikati yao. Kwa sababu kazi yake haitokani na hisia, bali inatokana na kusudi. Si kwa sababu mtu anakupigia kelele kuhusu mahitaji yake ndio unapaswa kumsaidia. Hapana. Kama msaada wako unadhuru amani yako, kusudi lako au utu wako, huo si msaada. Huo ni mtego. Namba 3, mchonganishi. Mungu habariki kinachowagawanya watu wake. Na kumsaidia mtu anayepanda mbegu ya uchonganishi ni kumsaidia adui. Hawa ni wambea, wapenda drama, wanaotabasamu kwenye nyumba za ibada, ila ndio wanaouliza watu mtaani. Tito 3:10 inasema, mtu aliye mzushi, baada ya kumuonya mara ya kwanza na mara ya pili, mkatae. Na hilo si jambo baya, bali limeamriwa. Kwa sababu kumsaidia mtu anayechochea ugomvi, si tu kwamba upo katikati, bali umehusika na mgogoro wao. Na ugomvi wao utakuwa umesababishwa na wewe. Linda amani yako. Linda kusudi lako. Mungu hakutaki kumsaidia mtu mchonganishi. Namba 4, mtu mbinafsi. Kuna watu hawataki kukua, bali ni wanyonyaji. Na kuwasaidia kwako mara kwa mara kuna kufanya ukauke kiroho. Unawaombea, unawasikiliza, unabeba mizigo yao, lakini hakuna kinachobadilika. Kwa nini? Kwa sababu hawataki mabadiliko, bali wanataka ufadhili. Hata Yesu mwenyewe alikuwa na mipaka. Alihudumia wengi, lakini kuna muda alijitenga na kuwa peke yake. Luka 5:16 inasema, lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Kama mwana wa Mungu alikuwa akitenga muda wa kuwa peke yake, wewe pia unapaswa kufanya hivyo. Sio binafsi kulinda nguvu yako, bali ni afya kiroho. Kwa sababu roho iliyokauka haiwezi kuona sawasawa. Na uchovu ni moja ya mtego adui anaoupenda sana. Kusaidia si utakatifu ikiwa inakukausha wewe binafsi. Namba 5, kuchukua nafasi ya Mungu. Kama mtu anakutizama wewe badala ya Mungu, acha kumsaidia. Wewe si mwokozi wao. Mara nyingi inaanza taratibu. Watakuomba waombee, uwashauri, uwasaidie. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, wanaanza kukutegemea wewe zaidi kuliko wanavyomtegemea Mungu. Na ukweli ni huu. Kila mara unapokimbilia kuwasaidia, unasimama kwenye nafasi ambayo Mungu ndiye alipaswa asimame. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14, pale watu walipotaka kuwaabudu Paulo na Barnaba kama miungu, walirarua nguo zao na kupaza sauti zao wakisema,
sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Waliitambua hatari ya kuwaruhusu watu wawatukuze badala ya kumtukuza aliyewatuma. Unaweza ukawaongoza, unaweza ukawaombea, ila usikubali kuwa chanzo cha mtu. Kama wanaendelea kukugeukia wewe badala ya Mungu, msaada wako utageuka kuwa kwazo. Namba 6, mtu mwenye kiburi. Wanajua kile Mungu amesema, lakini bado wana kiasi. Usishirikiane pamoja nao. Hawa ni watu wanaosema, ndio, najua maandiko yanasema hivyo, lakini mimi bado naishi maisha yangu. Waraka wa pili wa Thessalonike sura ya 3 mstari wa 14 inasema, na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye, apate kutahayari. Kama mtu anaenda kinyume na bado unamuunga mkono na kumsaidia, humsaidii, bali unamwangamiza, na unajiangamiza wewe binafsi. Wapende ndio, ila usishirikiane nao kwa chochote ikiwa ni watu wenye kiburi. Namba 7, anayezuia kusudi lako. Watu wengine hawapo kwa ajili ya mwito wako, wapo kwa lengo la kuharibu. Wanaweza wasiwe wakorofi au waasi, ila hawapo pamoja na wewe. Na kama hutakuwa mwangalifu, huruma yako itakufanya ubaki mahali ambapo Mungu alikuambia uondoke. Katika Mwanzo 12, Mungu alimwambia Abraham, toka katika nchi yako, kwa watu wako, na katika nyumba ya baba yako. Lakini Abraham alimbeba Lutu. Ni hadi alipotengana na Lutu ndipo Mungu alimpa Abraham maono kamili ya hatima yake. Wakati mwingine watu wabaya si waovu, bali ni uzito wa ziada. Usichanganye uaminifu na utii. Mungu akikwambia uondoke, huhitaji ruhusa ya kila mtu. Ni mwelekeo tu. Baadhi ya watu unaojaribu kuwasaidia, Mungu anajaribu kuwaondoa kwako. Swali si, je, wanastahili kusaidiwa? Swali ni, je, upo tayari kutii hata kama inaonekana kama ni kuachana nao? Kumsaidia mtu asiye sahihi kunaweza kukufanya ujisikie mtakatifu. Lakini kutotii, hata ukiwa na nia njema, bado ni kutotii. Peleka hili kwenye maombi. Muulize Mungu, nimekuwa nikimbeba nani ambayo kuniambia nimbebe? Mungu alikuambia uwe mwema, usamehe na upende. Lakini kuna mambo 5 ambayo hakukusudia uyaseme. Sio kwa marafiki, sio kwa familia, na wala sio kwa watu unaowaamini zaidi. Kwa sababu baadhi ya kweli ni takatifu, na mara unapozisema unaalika vita vya kiroho. Usiogope. Katika video hii tutajadili kuhusu yale ambayo Mungu hataki umwambie mtu yeyote. Namba 1, usimwambie mtu yeyote hatua yako ijayo. Mungu anapokupa maono, si kwa ajili ya mjadala wa hadhara, ni kwa ajili ya maandalizi ya siri. Yusufu alijifunza hili kwa njia ngumu. Mara tu alipoizungumza ndoto yake, ndugu zake walimgeuka. Sio kwa sababu alifanya kosa, bali kwa sababu wito wake uliwafanya wakose faraja. Watu wengine watakushangilia hadi hatima yako ianze kuwahukumu kusimama kwao. Na ndiyo maana Mungu wakati mwingine huficha mipango yako. Sio ili kukuadhibu, bali ni ili kukulinda. Unapozungumza mapema sana, unaalika maoni, mashaka na pingamizi la kiroho. Adui husikiliza ishara, hujifunza mienendo, hutafuta milango iliyo wazi, na maneno yako yanaweza kuwa mojawapo. Ndiyo maana Biblia inasema katika Mithali 29:11, mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Baadhi ya maono huwa vizuri zaidi katika ukimya.
baraka zingine ziko salama zaidi katika siri. Huhitaji uthibitisho kwa kile ambacho Mungu amekithibitisha tayari. Wakati sahihi ukifika, matunda yako yatajitetea yenyewe. Hivyo usitangaze, jiandae, usieleze, tii. Songa kimya kimya, omba kwa kina, na acha matokeo yako yahubiri kwa sauti zaidi kuliko maneno yako. Namba 2, usimwambie mtu yoyote kila kitu ambacho Mungu alikuambia kwa siri. Baadhi ya mambo Mungu anayosema yamekusudiwa kwa ufunuo, sio mazungumzo. Mungu anapozungumza na roho yako, onyo, ndoto au msukumo, sio kila wakati ni jukumu lako kukieleza, kwa sababu watu wengine watadhihaki wasichokielewa. Wengine watakipotosha, watakihoji au kupanda mashaka pale Mungu alipopanda imani. Mfikirie Mariamu. Malaika alipomwambia angebeba mwana wa Mungu, hakukimbilia kusema. Aliyahifadhi mambo hayo yote na kuyatafakari moyoni mwake. Luka 2:19. Kwa nini? Kwa sababu ufunuo hupoteza upya wake unapozungumzwa katika mazingira yasiyo sahihi. Kuna nyakati Mungu hunena kulinda, kufundisha au kuandaa. Na unapotangaza, unaalika sauti ambazo hazikukusudiwa kuathiri utii wako. Maagizo mengine ya kiungu ni kama mbegu. Ukizichimba mapema sana, hazitakuwa kamwe. Kwa hiyo linda kile Mungu alichozungumza. Sio kila neno limekusudiwa kwa umma. Baadhi yamekusudiwa kwa madhabahu yako, sio kwa hadhira yako. Kumbuka, ufunuo ni sarafu takatifu. Itumie tu pale palipo na utambuzi. Namba 3, usimwambie mtu yeyote mema yako au kujitolea kwako. Katika ulimwengu unaopenda kuonyesha kila kitu, Mungu bado anathamini kile kinachofanywa kwa siri. Mathayo 6:3 inasema, Amin, nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Kwa sababu unapotafuta umakini kwa kile kinachopaswa kumheshimu Mungu, thawabu yako badilika kutoka idhini ya mbinguni kwenda makofi ya wanadamu. Watu wengine hufanya jambo sahihi, lakini hupoteza baraka kwa sababu wanataka lionekane. Wanaliweka mtandaoni, wanalitaja au wanalipenyeza kwenye mazungumzo, wakitumaini mtu ataona. Lakini Mungu hahitaji uthibitishe wema wako. Tayari ameona. Unapojigamba juu ya utii wako, unaifanya sadaka ihusu wewe, si yeye. Na wakati unapobadilisha uaminifu kwa ajili ya kutambuliwa, pia unabadilisha thawabu kwa ajili ya sifa. Ndio maana Yesu alisema, sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Mathayo 6:4. Baadhi ya ushindi wako mkubwa zaidi hautawahi kuwa wa hadharani. Machozi yako, kufunga kwako, kutoa kwako, vinaweza visionekane na watu, lakini vinapiga mwangwi kwa sauti mbinguni. Hivyo toa kimya kimya, omba sirini, penda kwa unyenyekevu. Kwa sababu unapohifadhi sadaka zako kwa siri, Mungu huhakikisha matokeo yako hayawezi kupuuzwa. Namba 4, usimwambie mtu yeyote udhaifu wako wakati bado unapona. Kuna tofauti kati ya ushuhuda na jeraha. Ushuhuda ni kile unachokishirikisha baada ya Mungu kukuponya. Jeraha ni kile unachokilinda wakati bado analifanyia kazi. Watu wengi sana hufunguka kwa watu wasiostahili, wakitumaini faraja, lakini huishia kumpa adui silaha. Si kila anayesikiliza anajali. Wengine hukusanya taarifa tu. Ndio maana Mithali 4:23 inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Udhaifu wako ni ardhi takatifu. Si kila mtu amekusudiwa kusimama juu yake. Hata Yesu hakufunua kila kitu kwa kila mtu.
Alikuwa na makutano, wanafunzi, halafu mduara wa ndani. Na bado kulikuwa na mambo aliyoshirikiana yeye na Baba pekee. Ni sawa kuwa wazi, lakini uwe unaongozwa na Roho na si kuendeshwa na hisia. Shiriki mapambano yako na wale waliotiwa mafuta kuyabeba, na si wale tu waliopo kusikiliza. Kwa sababu unapofichua maumivu yako mapema sana, una hatari ya kufungua tena kile Mungu anajaribu kufunga. Kwa hiyo, hadi jeraha lako liwe ushuhuda wako, kaa kimya, kaa katika maombi, na mwache Mungu amalize uponyaji kwa siri. Namba 5. Usimwambie mtu yeyote kila kitu kuhusu baraka zako. Si kila anayesherehekea pamoja nawe anafurahi kwa ajili yako. Watu wengine hukusifu hadharani, lakini wanakuonea wivu sirini. Na kama adui hawezi kuiba imani yako, atajaribu kuiba mwelekeo wako kwa kugeuza baraka zako kuwa shabaha. Ndiyo maana wakati mwingine baada ya Mungu kukubariki, mambo ghafla huwa magumu, kwa sababu ulifunua kile kilichokusudiwa kubaki kimefichwa. Fikiria mamajusi waliomtembelea Yesu baada ya kumpata. Malaika aliwaonya wasimwambie Herode mahali mtoto alipokuwa. Baadhi ya baraka ni dhaifu, mpya sana kustahimili kufichuliwa. Neema ya Mungu ni kama mafuta mapya, lazima yafunikwe hadi yawe tayari kumwagika. Unapowaambia watu wasiostahili kile Mungu amekupa, wivu, shaka na laana zinaweza kufuata. Huo si ushirikina, hiyo ni hekima ya kiroho. Sherehekea kwa shukrani, si kwa maonyesho ya hadharani. Mshukuru Mungu kimya kimya kabla ya kuambia ulimwengu kwa sauti. Amani yako iwe uthibitisho kwamba umebarikiwa, si machapisho yako au ripoti zako za sifa. Kwa sababu neema ya kweli haihitaji tangazo, hujifunua yenyewe kwa wakati wake. Kila siri ambayo Mungu anakutaka uilinde si kuhusu ukimya, ni kuhusu uwakili. Ndoto zako, mafunuo yako, sadaka zako, uponyaji wako, baraka zako, vyote ni kazi takatifu. Na unapojifunza kulinda kilicho kitakatifu, unatengeneza nafasi kwa Mungu kukizidisha. Kwa sababu adui hawezi kushambulia kile asichokijua, na watu hawawezi kulaani kile wasichokiona. Hivyo linda maneno yako kama unavyolinda moyo wako. Tembea kimya kimya, penda kwa kina, na acha maisha yako yazungumze kwa sauti zaidi kuliko midomo yako. Ukweli ni huu: Mungu hajaribu kukuficha mambo. Anakufundisha jinsi ya kulinda kilicho kwa ajili yako. Kwa sababu unapojifunza kusonga katika ukimya, Mungu huanza kuzungumza kwa sauti zaidi rohoni mwako. Hivyo kabla ya kuwaambia watu ndoto yako inayofuata, baraka au mafanikio, jiulize, hii ni kwa urahisi wa watu au kwa utukufu wa Mungu? Umewahi kuhisi kama Mungu anakusemesha ila huna uhakika kama ni yeye? Labda umekuwa ukiomba upate majibu, au unatafuta mwelekeo, au unatamani upate uthibitisho wa jambo fulani kwenye maisha yako. Swali linakuja: utajuaje kama ni Mungu anazungumza na wewe au ni mawazo yako? Usiogope. Katika video hii tutaangalia dalili 5 zinazoashiria Mungu anazungumza na wewe. Na utakapomaliza kuitazama hadi mwisho, utakuwa na uelewa mpana wa jinsi ya kuitambua sauti ya Mungu. Mkumbuke Samuel kwenye Biblia. Usiku mmoja akiwa kijana mdogo, alikuwa akisikia sauti ikimuita jina lake. Kwa mawazo yake alidhani ni Eli, kuhani, ndiye aliyemuita. Ila Eli alimwambia, sikukuita, kalale tena. Hii ilitokea mara 3 hadi Eli alipogundua ni Mungu ndiye alimuita Samuel. Akamwambia, itakuwa akikuita, utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Waraka wa kwanza wa Samuel sura ya 3 mstari wa 9. Jambo kama hili hutokea kwenye maisha yetu ya kila siku. Je, utajuaje kama ni Mungu? Hizi ni ishara 5 za kuzingatia. Namba 1. Kupitia maandiko.
Biblia si tu kwamba ni kitabu, bali ni neno la Mungu linaloishi. Umewahi kusoma mstari na ukahisi kabisa umeandikwa kwa ajili yako kwa wakati huo? Hiyo haijatokea tu. Waebrania 4:12 inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu linafunua mawazo yetu na matamanio yetu ya ndani. Unaposoma andiko na likakugusa moyo wako au likakupa msukumo fulani, huyo ni Mungu anazungumza moja kwa moja na nafsi yako. Namba 2, kuhisi amani hata wakati wa magumu. Yesu alizungumza ifuatayo kama ilivyoandikwa kwenye Yohana 14:27. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Unapopitia magumu kwenye maisha na bado ukahisi amani isiyoelezeka ndani mwako, huyo ni Mungu anakuthibitishia kuwa yeye ni mtawala. Hii amani inaweza isieleweke kwa ulimwengu, ila ni dalili ya wazi kuwa Mungu anazungumza na nafsi yako. Namba 3, ishara au jumbe za kujirudia. Wakati mwingine Mungu anazungumza kupitia marudio. Unaweza ukapata ujumbe fulani kwenye mahubiri, baadaye tena ukasoma maandiko ukakutana na ujumbe kama huo. Mara ghafla unazungumza na rafiki yako, anaongelea kitu kama hicho. Yote hayo ni ndani ya muda mfupi, labda wiki. Wakati mwingine unakutana na ishara fulani zinazofanana. Ukiyaona haya, kuwa makini. Mungu anafahamu wakati mwingine tunachelewa kutambua sauti yake, hivyo anarudia mara kwa mara hadi hakikishe tumemuelewa. Mfano mzuri wa maandiko ni kama tulivyoona alivyokuwa akirudia kumuita Samuel hadi alipotambua ni Mungu ndiye aliyemuita, ndipo akazungumza naye kuhusu hatua inayofuata. Namba 4, msukumo ndani ya moyo wako. Hii ni tofauti na kujihukumu au aibu, bali ni njia ya upole na upendo inayokuongoza kuyafanya yaliyo sahihi. Roho Mtakatifu yupo ndani yetu ili kuongoza machaguzi yetu na njia zetu. Yohana 16:13 inatukumbusha kwamba, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kama ukiona unapata msukumo wa ndani wa kufanya jambo zuri au kugeuka na kuachana na tabia mbaya, huyo ni Mungu anazungumza na moyo wako. Namba 5, uthibitisho kupitia wengine. Mara nyingi Mungu hutumia watu kuzungumza na sisi. Labda mtu anakupa ushauri wenye hekima unaolingana na neno la Mungu, au unasikia ushuhuda unaoendana na hali unayoipitia. Mithali 11:14 inasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Mungu huwaleta watu sahihi kwako ili kukuthibitishia maongozi yake. Sasa kwa kufahamu dalili hizi, chukua muda kutafakari. Je, umeziona hivi karibuni? Labda ni Mungu alikusemesha, ila hukumtambua. Anza kufungua moyo wako ili kusikia sauti yake, kwa kutenga muda wako kwa kusali na kwa kusoma maandiko matakatifu. Kuwa tayari kufuata maongozi yake, na kuwa tayari kuitika na kuchukua hatua anapokuita. Mungu anapokuita kwa ajili ya kusudi fulani, mara zote kunakuwa na chaguzi. Ni labda ukubali kufuata mpango wake au upingane naye. Ukweli ni huu: kupingana na mpango wa Mungu hakuwezi kuleta amani. Badala yake itakufanya ukose utulivu, uchoke, na ukwame kwenye maeneo ambayo huwezi kuchomoka. Unaweza usilitambue hili sasa,
ila baadhi ya magumu unayoyapitia inawezekana ni dalili kuwa unapingana na mipango ya Mungu kwenye maisha yako. Mkumbuke Yona kwenye Biblia. Mungu alimwambia aende Ninawi, ila Yona alichagua kwenda njia nyingine. Alidhani anafahamu zaidi. Alidhani anaweza kuukwepa mpango wa Mungu. Kilichotokea, akakutana na mawimbi makali ya bahari, akatupwa kwenye maji na akamezwa na samaki mkubwa. Kisa cha Yona kinatukumbusha jambo ambalo mara nyingi tunalisahau. Ukipingana na mpango wa Mungu, changamoto ndio zinaongezeka zaidi kwenye maisha yako. Maandiko yanatuonya kuhusu nini kitatokea endapo utapingana na kusudi la Mungu. Mithali 19:21 inasema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Hii ina maana kwamba haijalishi utatumia nguvu nyingi kiasi gani kwenda njia yako binafsi, kusudi la Mungu siku zote litakuwa kubwa na imara kuliko lako. Unaweza kupingana naye, ila huwezi kumshinda. Na kadri unavyozidi kupambana zaidi, ndivyo jinsi unavyozidi kuchoka zaidi. Utajuaje kama unapambana na kusudi la Mungu? Tuangalie dalili zifuatazo. Namba 1, kukosa amani na utulivu. Utaona unakosa amani na utulivu, haijalishi unajaribu kiasi gani. Ufahamu wako mara zote upo mbio mbio. Moyo wako haujatulia. Hii ni kwa sababu amani huja pale unapoamua kukubaliana na kusudi la Mungu. Isaya 26:3 inatukumbusha kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Kama amani inakosekana, inawezekana unaenda njia tofauti na mpango wa Mungu. Namba 2, milango kuendelea kufunga. Unajaribu mara kwa mara kufanya jambo au mambo fulani yaende, ile inaonekana kila jaribio linafeli. Wakati mwingine milango kufunga ni njia ya Mungu kukulinda. Ufunuo 3:7 inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Kama Mungu anakuzuia kupita njia fulani, ni kwa sababu amekuandalia njia bora zaidi kwa ajili yako. Namba 3, uasi unaoleta majuto. Ndani yako unatambua Mungu anakutaka uachilie hayo mahusiano, uachane na hiyo tabia, au uachane na hilo chaguo. Lakini badala ya kukubaliana na Mungu, unaamua kufanya kinyume chake. Kama ilivyotokea kwa Yona, utagundua kupingana na Mungu kunaifanya safari yako kuwa ngumu. Kutokutii hakuleti uhuru, kunaleta dhiki. Namba 4, utaona unatumia nguvu nyingi bila matokeo. Unajituma ila hauna matokeo. Unafanya kazi kwa bidii ila matokeo hayalingani na juhudi zako. Hiki ndicho kinachotokea pale unapoamua kutumia nguvu zako na akili zako mwenyewe badala ya kumtumainia Mungu. Zaburi 127:1 inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kushindana na mipango ya Mungu mara zote kutakudhoofisha, kwa sababu unajenga pasipo baraka zake. Namba 5, msukumo au ushawishi ambao huwezi kuupuuza. Haijalishi utaenda mbali kiasi gani, utakuwa mpuuziaji kwa kiasi gani, bado ndani yako utasikia sauti inayokukumbusha kuyafanya yaliyo sahihi. Huyo ni Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Yohana 16:8 inasema, naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Sauti hii si kwa ajili ya kukuhukumu, bali ni kwa ajili ya kukuvuta na kukurudisha kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kama umeziona dalili hizi kwenye maisha yako, ni muda sasa wa kubadilika. Tubu kwa Mungu na amua kugeuka na kuanza kuyafanya yaliyo sahihi. Na kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema, atakusamehe na atakubariki. Unajua nini kilitokea kwa Yona baada ya kumezwa na samaki? Alikaa tumboni mwa samaki kwa siku 3. Akiwa tumboni mwa samaki, alijutia makosa yake na akatubu kwa Mungu.
na kuahidi kulitenda kusudi lake kama akitoka salama. Na Mungu alimsamehe, na baada ya siku 3 samaki yule alimtapika, na Yona akaenda kulitenda kusudi la Mungu. Kisa cha Yona ni kisa cha kweli, na si hadithi ya kufikirika. Wewe hujachelewa. Usisubiri kukute kama yaliyomkuta Yona. Kama video hii imekufanya ujigundue yamkini unapingana na Mungu, badilika kuanzia sasa na amua kukubaliana na makusudi yake. Huwezi kushindana na Mungu na ukashinda. Na kuna baraka kubwa na nyingi utazipata ukiamua kumfanya Mungu kuwa kiongozi wako. Hivyo hakikisha unachukua hatua sahihi. Kuna watu sasa hivi wanaomba, wanamsihi Mungu kwa kile ambacho tayari wanacho. Huenda ujisikie umebarikiwa, huenda ujisikie umechaguliwa, lakini ukiangalia kwa makini, kuna ishara katika maisha yako zinazoonyesha mkono wa Mungu uko juu yako. Usiogope. Katika video hii tutaangalia ishara 5 zenye nguvu zinazothibitisha Mungu tayari amekubariki. Na ukishaziona, maisha yako hayatabaki vile vile tena. Namba 1. Bado una uhai na pumzi. Baraka ya kwanza ni rahisi, lakini ina nguvu sana. Umeamka leo. Hilo pekee si jambo la kawaida, ni la kiungu. Biblia inasema katika Zaburi 150 mstari wa 6, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Pumzi si tu kazi ya mwili, ni zawadi moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alipuliza pumzi ya uhai ndani ya mwanadamu. Hii ina maana kila pumzi unayovuta ni ukumbusho kwamba Mungu bado anahusika katika hadithi yako. Kama bado unapumua, maana yake ni Mungu hajamalizana na wewe. Kusudi lako bado halijaisha. Wajibu wako bado unaendelea. Kuna ndoto bado hujazigusa. Kuna vita ambavyo bado hujashinda. Kuna watu ambao bado hujawaathiri. Maadamu kuna pumzi ndani yako, kuna neema juu ya maisha yako. Namba 2. Umepitia magumu, lakini hukuvunjika. Umeumia, umehangaika, umepitia mambo ambayo huzungumzii, lakini bado huko hapa. Hiyo si bahati, huo ni ulinzi. Isaya 43:2 inasema, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Angalia, haisemi kama, inasema wakati. Changamoto ni sehemu ya safari, lakini kuendelea kuishi, hiyo ndio baraka. Mkumbuke Ayubu. Alipoteza kila kitu, mali zake, watoto wake, afya yake, lakini hakumpoteza Mungu. Na mwisho, Mungu alimrudishia zaidi ya aliyokuwa nayo mwanzo. Kama bado umesimama baada ya yote uliopitia, ina maana Mungu amekuwa akikubeba hata pale ambapo hukumtambua. Kuendelea kwako ni ushahidi wa uwepo wake. Namba 3. Una moyo unaotamani kumtafuta Mungu. Sio kila mtu ana hamu ya kumjua Mungu. Sio kila mtu anajali. Lakini wewe umefungua video hii, unasikiliza, unatafuta. Hiyo njaa, huo mvuto, si bahati. Yeremia 29:13 inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ukweli ni kwamba moyo wako bado unamwelekea Mungu, na inamaanisha yeye tayari anakuvuta karibu naye. Katika Luka 15, hadithi ya mwana mpotevu inaonyesha jambo la nguvu. Mara tu mwana alipoamua kurudi, baba alimkimbilia. Mungu hasubiri ukamilifu, anaitikia jitihada za kumtafuta. Kama moyo wako bado unamtafuta Mungu, hata katika udhaifu wako,
Hiyo ni moja ya baraka kubwa zaidi unayoweza kuwa nayo, kwa sababu inamaanisha hujapotea. Namba 4, una watu, hata kama ni mmoja tu. Huenda unajihisi peke yako wakati mwingine, lakini kama kuna hata mtu mmoja anayekujali, umebarikiwa. Mhubiri 4:9-10 inasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Mungu mara nyingi hutuma baraka kupitia watu. Mkumbuke Elia. Alipokuwa chini kabisa, tayari kukata tamaa, Mungu hakumwambia tu. Alimtumia msaada. Alimpatia mtu, uunganisho, msaada. Kama una rafiki anayesikiliza, ndugu anayekujali, hata mtu mmoja anayekujali kwa dhati, hiyo ni riziki ya Mungu. Usidharau baraka ya kuwa na watu, kwa sababu katika dunia yenye kelele na usumbufu mwingi, msaada wa kweli ni nadra. Namba 5, una amani katika hali zisizoeleweka. Hii ina nguvu sana. Kuna nyakati ambapo kwa kawaida ulipaswa kuwa na wasiwasi mkubwa, lakini kwa namna fulani uko mtulivu. Hiyo si amani ya kawaida. Hiyo ni amani ya kiungu. Wafilipi 4:7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani hii haitokani na hali, inatoka kwa Mungu. Yesu alionyesha hili alipokuwa kwenye mashua wakati wa dhoruba. Mawimbi yalikuwa makali, upepo ulikuwa mkali, watu wote walikuwa na hofu, lakini yeye alikuwa amelala. Kwa nini? Kwa sababu amani si kukosekana kwa dhoruba, ni uwepo wa Mungu. Kama umewahi kuhisi amani wakati kila kitu kilikuwa kinaanguka, hiyo ni ishara wazi Mungu yuko pamoja nawe. Sasa angalia maisha yako tena. Unapumua. Umepona kutoka yale yaliyopaswa kukuvunja. Moyo wako bado unamtafuta Mungu. Hauko peke yako kwenye maisha. Na umewahi kuhisi amani isiyoelezeka. Hiyo si bahati. Hiyo ni baraka. Huenda bado huna kila unachotaka, lakini tayari una ushahidi kwamba Mungu anafanya kazi katika maisha yako. Usipuuze hilo, kwa sababu wakati mwingine baraka kubwa zaidi ni zile tunazoshindwa kuzitambua, na ukishaziona utatambua Mungu amekuwa pamoja nawe muda wote. Hawatakuambia hili, lakini Mungu anapokutia mafuta, maisha hayawi mepesi, yanakuwa hatari, kwa sababu upako wa kweli hauvutii faraja, unavutia migogoro. Wakati mbingu inapokuweka alama, kuzimu inaandika kumbukumbu. Na ghafla, mambo yaliyokuwa yanakuja kirahisi sasa yanaanza kubeba ugumu. Watu wanaanza kutokukuelewa. Milango ambayo umezoea ipo wazi sasa inaanza kufunga. Na utajikuta unajiuliza, kwa nini mambo yanabadilika pale ninapoanza kumtii Mungu? Hujafanya chochote kibaya, bali umekuwa tishio. Na kama unahisi kila kitu kwenye maisha yako kinatikisika, inawezekana sio anguko. Ni uthibitisho kwamba wewe ni mpakwa mafuta hatari. Usiogope. Katika video hii tutaangalia dalili zinazothibitisha hilo. Namba 1. Vita vikali vya kiroho bila sababu iliyo wazi. Wakati unabeba upako hatari, huhitaji kufanya jambo baya ili kushambuliwa. Uwepo wako tu unatishia adui. Kuchanganyikiwa ghafla, uzito wa kihisia, au mawimbi ya hofu yanayotokea bila sababu. Si bahati mbaya, ni uthibitisho.
Shetani hapotezi nguvu zake kwa watu wa kawaida. Analenga wale wanaobeba mafuta. Ndio maana watu wenye upako mkubwa mara nyingi wanapitia vita visivyoonekana, ambavyo hakuna mtu mwingine anaweza kuona. Unaweza kuamka ukijihisi umechoka, una wasiwasi, au uko chini ya shinikizo, hata kama maisha ya nje yanaonekana kuwa sawa. Waefeso 6:12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sio kwa sababu wewe ni dhaifu, bali ni kwa sababu roho yako imeonekana katika ulimwengu usioonekana. Wito wako una uzito, na kuzimu huhisi kabla hata dunia haijauona. Wakati umepewa upako hatari, vita sio uthibitisho wa kutokuwepo kwa Mungu, ni ushahidi wa uwepo wake. Namba 2, kutengwa na watu unaowapenda. Mungu anapoweka upako hatari juu yako, mara nyingi anakutenga, si kukuadhibu, bali kukulinda. Kutakuwa na kipindi ambacho watu uliodhani utaenda nao pamoja kwenye safari ya maisha watatoweka ghafla. Marafiki, familia, mahusiano yanaweza kubadilika, na unaweza kuhisi kutokueleweka au hata kukataliwa. Lakini hapa ndipo ukweli ulipo. Kutengwa ni darasa la Mungu. Kabla hajakufunua hadharani, anakusafisha sirini. Mkumbuke Daudi. Alipakwa mafuta kuwa mfalme, lakini akarudishwa kuchunga kondoo. Mkumbuke pia Yusufu. Alichaguliwa kuwa mkuu, lakini akatupwa gerezani. Kutengwa kwao hakukuwa kuachwa, ilikuwa ni maandalizi. Unapokuwa mpakwa mafuta hatari wa Mungu, Mungu anakuficha kwa sababu anajenga nguvu ndani yako. Anaondoa vikwazo, wanaokuchelewesha na kelele, na kukufundisha jinsi ya kumtegemea yeye pekee. Inaumiza, lakini ni muhimu. Hivyo kama umekuwa ukijihisi hauonekani, tambua maana yake. Mbingu hutenga kile kinachokusudiwa kuinuliwa. Namba 3, mashambulizi dhidi ya akili na hisia zako. Wakati umepewa upako hatari, adui anajua hawezi kuchukua wito wako. Hivyo anajaribu kuchukua amani yako. Atapanda mawazo ya wasiwasi mahali ambapo kunapaswa kuwa na imani. Atakufanya uwe na mawazo kupita kiasi, hadi uanze kuhoji kile Mungu tayari amethibitisha. Unaweza kuamka ukiwa na uzito bila sababu. Unaweza kuomba, lakini ukahisi kama mawazo yako ni mazito kuliko roho yako. Huo si udhaifu. Hiyo ni vita. Eliya alikabiliana na jambo hilo hilo. Baada ya kuita moto kutoka mbinguni, alikimbilia jangwani na kumwomba Mungu auondoe uhai wake. Kwa nini? Kwa sababu ushindi mkubwa wa kiroho mara nyingi huvuta mashambulizi ya kiakili. Adui anataka kukuchosha kiakili kabla hujaingia katika muujiza wako unaofuata. Sikiliza, amani yako ni uthibitisho wa nguvu yako. Kadri anavyoshambulia mawazo yako, ndivyo upako wako ulivyo hatari zaidi. Ndio maana Wafilipi 4:7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Upako hauondoi vita, unakupa nguvu ya kushinda. Namba 4, kucheleweshwa kusikoelezeka na milango iliyofungwa. Unapobeba jambo kubwa, kuna wakati utaona kama unacheleweshwa. Huko si kukataliwa. Huo ni ulinzi wa Mungu. Wakati mwingine Mungu hufunga milango kabla hujaomba ifunguliwe, kwa sababu anajua kile kilichokuwa kinakungojea nyuma yake. Kila hapana
ni ulinzi uliovaa sura ya kujificha. Ndoto ya Yusufu haikuchelewa, ilihifadhiwa. Ilionekana kama usaliti, gereza na miaka ya kusubiri, lakini mbingu zilikuwa zinaona kiti cha enzi. Kuchelewa hakukuwa adhabu, ilikuwa ni maendeleo. Hivyo, ikiwa kila kitu kinaonekana kusimama ghafla, usiogope. Mungu anakuandaa. Namba 5. Umebeba kusudi lisilotikisika hata katika maumivu. Ishara ya mwisho wa mtu aliyetiwa mafuta hatari ni hii: haijalishi nini kitatokea, huwezi kuacha. Unaweza kulia, kutilia shaka au kujiona hustahili, lakini kuna kitu ndani yako kinachokataa kukata tamaa. Huo ni ukaidi mtakatifu. Hiyo ni roho yako inakukumbusha kwamba uliitwa kwa hili. Upako hauondoi maumivu, unatoa kusudi. Paulo alisema katika waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 4 mstari wa 8, pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa. Hiyo ndio aina ya upako hatari. Shinikizo bila kuvunjika. Unaweza kuhisi umevunjika, lakini hujaangamizwa. Moto ule ule ambao Mungu anautumia kuharibu, ndio huo anaotumia kukufafanua. Na unapojitokeza kutoka humo, hujabeba tu upako. Utakuwa umechaguliwa kubariki, lakini pia umejaribiwa vitani. Ishara hizi zikionekana katika maisha yako, si bahati mbaya. Hauko chini ya mashambulizi kwa sababu wewe ni dhaifu. Uko chini ya mashambulizi kwa sababu umetiwa mafuta. Mbingu imekutambua. Na sasa kila changamoto ni uthibitisho kwamba umebeba kitu hatari kwa ufalme wa giza. Hivyo usiogope. Imarisha imani yako. Kaa katika unyenyekevu. Jiweke tayari. Kwa sababu wakati Mungu hatimaye anafunua kile alichokuwa anajenga ndani yako, kila vita itakuwa na maana. Vipi kama ningekwambia kuna malaika ndani ya nyumba yako sasa hivi, lakini umekuwa ukipuuza kabisa ishara zake? Sio kwa sababu huamini, bali kwa sababu hakuna aliyewahi kukufundisha nini cha kuangalia. Lakini kuanzia leo, hiyo inabadilika. Watu wengi hudhani malaika huonekana tu kwenye matokeo makubwa kama ya Hollywood: taa kali, mabawa, radi. Lakini kwenye Biblia, malaika walionekana katika sehemu za kawaida sana. Jikoni kwa mtu, njiani kwenye vumbi, kwenye mlango wa hema. Mwanzo 18 inaonyesha kuwa Ibrahim hakujua kuwa alikuwa akiwakaribisha malaika hadi walipokuwa tayari wanakula chakula chake. Kwa hiyo, nini kinakufanya uamini nyumba yako ni tofauti? Usiogope. Hizi hapa ni ishara zilizofichwa kuwa malaika wanaweza kuwepo nyumbani kwako sasa hivi. Namba 1. Unaamka usiku bila sababu. Unaenda kulala kawaida. Hakuna alarm. Lakini ghafla, saa 8 au 9 usiku, macho yako yanafunguka. Unahisi huko macho kabisa, kama vile kuna mtu amekugusa begani. Watu wengi hufanya nini? Wanageuka tu na kuendelea kulala. Lakini Biblia inaonyesha nini? Wakati Mungu au malaika wake wanahitaji umakini wa mtu, mara nyingi humwamsha usiku. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 5, malaika alimgusa Eliya akiwa amelala na kusema, "Inuka, ule." Haikuwa ndoto. Ilikuwa mguso halisi. Kuamka halisi. Wakati mwingine itakapotokea, badala ya kushika simu, jaribu kuomba. Unaweza kushangaa kitakachofuata. Namba 2. Unahisi amani ya ghafla isiyoelezeka. Umejaa msongo,
madeni yanaongezeka, mahusiano ni magumu, akili yako inakimbia kila mahali. Halafu ghafla amani inakufunika. Hujafanya chochote, hujatafuta, imekuja tu. Hiyo si bahati mbaya. Wafilipi 4:7 inaiita amani ya Mungu ipitayo akili zote. Malaika ni watumishi wa faraja ya Mungu. Wanapokuwa karibu, amani yake hufuata. Kumbuka wakati malaika alimtokea Maria kwenye Luka 1. Maisha yake yalibadilika ghafla. Na kitu cha kwanza alichoambiwa ni usiogope. Amani kabla ya maelezo. Hivyo ndivyo malaika hufanya kazi. Namba 3. Umeepuka jambo baya ambalo lingekupata. Ajali ya gari iliyokaribia kutokea. Ulichukua njia tofauti dakika ya mwisho. Kuna kitu kilikwambia usipite njia fulani. Huwezi kueleza, lakini ulisikiliza na bado uko hai. Hiyo haikuwa bahati. Zaburi 91:11-12 inasema wazi, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Malaika wanaelezewa wazi kuwa wanakukinga kabla hujaanguka. Kama umewahi kuwa na tukio la karibu na hatari, lakini ukaokoka salama, acha kuliita bahati. Liite jinsi lilivyo: ulinzi. Namba 4. Mtu usiyemjua anakusemesha kitu ulichokuwa unahitaji kusikia. Umewahi kukutana na mtu usiyemjua kabisa, akakwambia kitu ambacho kiligusa sana moyo wako? Labda dukani au mtandaoni. Neno moja tu la faraja lililokufanya karibu ulie. Waebrania 13:2 inasema, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Malaika hawaji kila wakati na mabawa yanayoonekana. Wakati mwingine wanakuja kama mtu wa kawaida, wakisema neno sahihi kwa wakati sahihi. Usipuuze mambo ya kawaida. Namba 5. Umeota ndoto inayoonekana halisi sana kuwa ndoto. Unaamka na unajua ile haikuwa ndoto ya kawaida. Moyo unadunda. Maelezo bado yako wazi kichwani hata baada ya masaa. Labda ulipewa onyo. Labda ulihisi upendo mkubwa na ulinzi. Watu wengi hupuuza tu na kuendelea na maisha. Lakini Biblia inachukulia ndoto kwa uzito sana. Katika Mathayo 2:13, malaika alimtokea Yusufu katika ndoto na kusema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Ndoto hiyo iliokoa maisha ya Yesu. Katika Mwanzo 28, Yakobo aliona malaika wakipanda na kushuka mbinguni kwenye ndoto. Sio kila ndoto ni ya kiroho, lakini zingine ni ujumbe. Wakati mwingine mbingu inajaribu kuwasiliana nawe wakati akili yako imetulia. Hivyo wakati mwingine ukipata ndoto kama hiyo, iandike, iombee. Mungu bado anaongea usiku. Ukweli ni huu: malaika sio hadithi za kufikirika, sio mapambo ya kadi za Christmas. Ni halisi, wapo kazini, na kulingana na Biblia wanafanya kazi kwa ajili yako sasa hivi. Huenda usiwaone, huenda usiwasikie, lakini ishara zipo kama unazingatia. Waebrania 1:14 inauliza, je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Wametumwa kukuhudumia. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.